Bosi wako asijue? Bosi wangu asijue kabisa. Kwa siku aliyokuja kujua ndio siku kazi yangu ilikuwa imeisha. Oh, alikufukuza kazi? Yeah. Kwa sababu tu ya nafanya kazi yake, pia nafanya kazi yangu. Kwa nini hukumshirikisha sasa? Nilimshirikisha kwamba alete biashara ya juisi pale ili nisiende kufuata juisi sehemu nyingine. Maana nilikuwa na maana kwamba kwa nini hukumwambia labda sasa bosi, kwa vile kuna ugumu kidogo kwa upande wako, kwa siri ya mali huu wa uzaji wa juisi mpaka leo ni muda gani? Toka 2021 mwezi wa 6 mpaka leo nadhani ni miaka kama sio 5-6. Sasa tukizungumzia katika soko lenye ushindani mkubwa, yeah, unajitofautisha vipi na watu ambao wanafanya kazi kama ambao unaifanya? Cha kwanza, sipendi kushindana na mtu. Najiangalia mimi kama mimi. Sawa? Maana ukishindana na ukileta ule ushindani, kuna mtu ambaye atakuzidi zaidi. Alafu kuna mimi ambaye nguvu yangu ndio nataka nifike pale. Alafu kuna watu ambao wanapushiwa, bwana fanya hiki fanya hiki. Kwa hiyo siko kwenye ushindani. Najua ni soko la ushindani kubwa sana, lakini naamini kitu changu nakifanya kwa ubora zaidi. Yeah. Unakiamini maana yake? Nakiamini. Safi kabisa. Anaitwa Hilda Limo. Huyu ni mjasiriamali anayejikita zaidi katika uuzaji wa juice, lakini safari yake kwa ufupi tu umeisikia hapo mwenyewe akitusimulia. Tunazungumzia kuhusu uthubutu kwenye ujasiriamali. Mbali na kuanza biashara ya chakula ambayo umetueleza awali, ulikuwa unafanya nini? Mimi niliajiriwa sehemu nyingine, ilikuwa ni sehemu ya duka. Oh, okay. Duka la nini? Duka la nguo, ilikuwa la nguo. Ulikuwa unauza nguo. Una ujuzi wowote? Yeah. Ambao ni upi? Ni fundi cherehani. Okay, fundi ushoni. Ushonaji. Okay, unashona nguo za aina gani? Za aina za watoto, yani za watoto wadogo na wadada. Kike kiume manake? Wa kiume hapana. Wa kike tu. Wa kike tu. Na huo ujuzi wako ushoni unaofanyia kazi bila shaka? Hapana, kwa sababu nimejikita sana kwenye juisi. Inaonekana kwenye juisi pazuri sana huko. Ndio. Sasa na mafanikio ukiona unaona si haba. Unaweza kutueleza vikwazo, pengine vikwazo gani vikubwa ambavyo uliwahi kukutana navyo, pengine vikakufanya uone lakini pia tueleze ulikabiliana navyo vipi? Vikwazo vilikuwa ni vingi sana. Unajua kuna ile mtu anakukatisha tamaa. Kumbuka kufollow, kusubscribe, kulike na kushare. Hii ni Come TV Tanzania. Karibu tuongee.